بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tulielezea jana mambo ambayo yanatakiwa yafanywe katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja. Ibada mbalimbali zinatakiwa zifanywe katika mwezi huu, na watu wajitahidi kukithirisha ibada hizi za sunna, ikiwemo saum, kadhalika takbir, na kadhalika ibada nyingine za wajib ambazo ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika udhiya ni katika ibada zinazofanywa katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, la mwezi huu wa Dhulhijja. Ibada ya udhiya, kuchinja mnyama siku ile ya Idi au siku tatu zile za tashriq baada ya siku ya Idi. Leo tunaelezea swala hili la uchinjaji wa udhiya. Al-Majlis As-Sadis, majlis ya sita katika kitabu hiki. Majlisi hii inaelezea masala haya ya kuchinja udhiya. قال هذا المؤلف الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الأضحية اسم لما يذبح. أضحية ni jina la yule mnyama anayechinjwa, min al-ibil wal-baqar wal-ghanam, ambapo ni ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Yauma nahri, anayechinjwa katika siku ile ya Idi. Wa ayyama tashriq, na katika zile siku za tashriki tatu. Taqarruban ila Allah ta'ala, anachinjwa mnyama huyu mtu kwa kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Kwa hiyo udhiya ni jina la yule mnyama anayechinjwa, aidha iwe ni ngamia au ni ng'ombe au ni mbuzi au kondoo, anayechinjwa siku ile ya Idi na zile siku tatu za tashriq baada ya Idi. Anachinjwa mnyama huyo taqarruban ila Allah ta'ala, kwa kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Wasumiyat bidhalik, ameitwa hivyo lianna afdhala zamani lidhabhiha duha yawm al-Eid, duha yawm al-Eid, kwa sababu ameitwa hivyo udhiya kwa sababu bora ya wakati wa kuchinjwa mnyama huyo ni wakati ule wa asubuhi ya siku ya Idi. Wasumiyat bidhalik lianna afdhala zamani lidhabhiha duha yawm al-Eid, ameitwa udhiya kwa sababu bora ya wakati wa kuchinjwa mnyama huyo ni ile asubuhi ya siku ya Idi baada ya sala ya Idi. وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. jambo hilo la udhiya limewekwa kisheria kwa Qur'ani na sunna na itifaqi ya umma. Qala ta'ala: fasalli li rabbika wanhar. Katika kitabu, katika Qur'ani, Allah anasema sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين. Allah mtukufu amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam akusanye baina ya ibada hizi kubwa, wa huma salatu wan nahru, sala na kuchinja. Aliposema fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. Wa huma min a'zami at-ta'at wa ajalli al-qurbat, na sala na kuchinja ni katika taa kubwa na ni katika ibada za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhfa anna salata al-Eid dakhilatun fi umumi fasalli li rabbik, haijifichi kwamba sala ya Idi inaingia katika kuenea kwa maneno ya Allah, fasalli li rabbik, sali kwa ajili ya Mola wako. Ni sala yoyote, hata sala ya Idi pia inaingia hapo.
wa anna al-udhiyata dakhilatun fi umumi qawlihi subhanahu wanhar. Udhiya na yanaingia katika kuenea kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako, ni mnyama wote. Kwa hiyo anaingia udhiya pia katika hiyo wanhar, chinja kwa ajili ya Mola wako. Kwa aya imekusanya salatul Eid na sala nyingine, pia aya imekusanya udhiya na wengineo katika wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. يوبكيان أنس رضي الله عنه anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya udhiya kwa kondoo wawili weupe wenye pembe, dhabahahuma biyadi, aliwachinja kwa mkono wake, wasamma, akataja jina la Allah, wakabbara, akasema Allahu akbar, wa wadaa rijlahu ala sifahihima, akaweka mguu wake juu ya shingo zao wale kondoo wawili ili wasitingishike wakati wa kuchinjwa. Wa wadaa rijlahu ala sifahihima, Mtume akaweka mguu wake juu ya shingo zao hao kondoo wawili. Qala Ibn al-Qayyim lam yakun sallallahu alayhi wa alihi wasallam yad'u al-udhiya. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad anasema hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiiacha hii udhiya, kuonesha kwamba ni sunna muakkada. Wa kama hatha على الأضحية بفعله حث الأمة عليها بقوله. na kama Mtume صلى الله عليه وسلم alivyohimiza watu kuchinja udhiya kwa vitendo vyake, pia amehimiza umma udhiya kwa maneno yake. Kama alivyohimiza kwa vitendo vyake, pia amehimiza umma jambo hili la kuchinja udhiya kwa maneno yake. Wa akada dhalika fi nususin kathira, na kalisisitiza hilo katika hadithi nyingi. Mtume amesisitiza watu wachinje udhiya siku hii ya Eid al-Adha, kadhalika katika zile siku za tashriki tatu. An Anas radhiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyo katika Bukhari, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man dhabaha qabla as-salah, mwenye kuchinja udhiya kabla ya sala Idi, fa inna ma dhabaha li nafsi, huyo ameichinjia nafsi yake, hakuchinja katika sunna, amejichinjia nafsi yake kwa sababu amechinja kabla ya wakati wake. Wa man dhabaha ba'da as-salah, na mwenye kuchinja udhiya baada ya sala Idi, faqad tamma nusukuhu, ibada yake imetimia. Wa asaba sunnata almuslimin, na amepatia sunna ya Waislamu. Kwa sunna ni kuchinjwa udhiya baada ya sala ya Idi. Mtu akichinja kabla ya sala Idi ni kwamba haihisabii kama ni udhiya ya sunna. وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها الأخرى ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. Ukiwa na Jundub ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu anasema nilimshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Eid, anasema man dhabaha qabla an yusallia, mwenye kuchinja udhiya kabla hajasali Eid, falyu'id makanaha ukhra, na arudie mahali pake mnyama mwingine na udhiya nyingine. Man dhabaha qabla an yusalli, mwenye kuchinja udhiya kabla ya kusali Eid, falyu'id makanaha ukhra, na arudie mahali pake udhiya mwingine, achinje mnyama mwingine, kwa sababu bado amechinja kabla ya wakati wake. Wa man lam yadhbah, na ambaye hajachinja, falyadhbah ala ismillah, na achinje kwa jina la Allah. Kwa hiyo hadithi hizi zinathibitisha kwamba wakati wa kuchinja udhiya ni baada ya sala ya Eid, si kabla ya sala ya Eid. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, mwenye kupata uwezo na asichinje udhiya asikurubie mahali petu pa kusalia. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, mtume anasema mwenye kupata uwezo wa kuchinja na asichinje udhiya fala yaqrabanna musallana, asikurubie, asije pale katika uwanja wetu wa kusalia. Mtume akisisitiza jambo hili la kuchinja udhiya kwa yule mwenye uwezo. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية, أما kwa itifaki waislamu wamewafikiana sunna ya kuchinja hii udhiya. وقال الحافظ ابن حجر ولا خلاف في كونها من شرائع الدين, hakuna khilaf kuwa udhiya ni katika sharia za dini hii tukufu. وقد اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أو سنة, علماء مختلفيانا katika hukumu ya udhiya. Je, ni lazima kuchinja udhiya au ni sunna? Si lazima. Alaykum assalam. Wal aktharuna ala annaha sunnatun muakkada fi haqqi al-musir, maulama wengi wanasema kwamba udhiya ni sunna muakkada katika haki ya mwenye uwezo. Wal aktharuna ala annaha sunnatun muakkada fi haqqi al-musir, maulama wengi wanasema kwamba udhiya ni sunna muakkada yenye kusisitizwa na kukokotezwa, lakini katika haki ya mwenye uwezo. Wa min ahli alilmi, kuna katika ahli alilmi man qala, anayesema biwujubiha, wajibu wa udhiya. Kuna katika ahli alilmi wanasema kwamba ni wajib kuchinja udhiya. Walikullin adilla, na kila moja katika hao ana dalili zake. La yastati'u an-nadhiru fiha an yaqta'a birujhani wahidin min alqawlayn, hawezi mwenye kuangalia katika nususi hizo na dalili hizi hawezi tu kukata na kuipa nguvu moja katika kauli hizo mbili. Kila upande una kauli zake, una dalili zake. Wanaosema kwamba udhiya ni sunna muakkada na wanaosema kwamba udhiya ni wajiba, kila upande una dalili zake. Huwezi ukachukua kauli moja peke yake ukaipa nguvu kuliko nyingine. Wal ahwatu lilmuslim fi mithli hadha almaqam alla yatruka aludhiyata ma'a qudratihi alaiha, jambo la ahwat la ihtiyat na kutokana na shaka kwa muislamu katika mfano wa makamu haya ni kutoacha udhiya pamoja na kwamba ana uwezo wa kuchinja. Maadamu ana uwezo wa kuchinja, kununua mbuzi, basi asiwache kuchinja udhiya maadamu kwamba ana uwezo wa kununua mbuzi. Lianna adaaha huwa alladhi yataayyanu bihi bara'atu dhimmatihi, sababu kutekeleza udhiya ndio jambo ambalo huwajibika kuepukana na jukumu lake na dhima yake. Wal khuruju min uhdati talabi ahwatu, na kutoka katika majukumu ya kutakiwa, hii ni ahwatu, ni kutokana na shaka zaidi, mtu kujitoa katika majukumu hayo ya kudaiwa kuchinja. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك ila ma la yaribuk, wacha linalokutia shaka ufanye jambo lisilokutia shaka. Kwa kama mtu ana uwezo asiwache kuchinja udhiya, anunue mbuzi 3000, 4000, 5000, 6000, anunue mbuzi achinje maadamu ana uwezo nao. Fayudhahi an nafsihi, mtu achinje kwa ajili ya nafsi yake, wa an ahlihi, na kwa ahli zake nyumbani, min alwalidaini, wazazi, wazauja na mke wake, wal auladi na watoto, liyanala bidhalika adhima alajri, ili apate kwa udhiya huyo malipo makubwa na thawabu nyingi, imtithalan li amri Allah ta'ala, kwa ajili ya kufuata amri ya Allah mtukufu, waqtidaan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, haithu dhaha anhu wa an ahli baitihi, wakati mtume alijichinjia mwenyewe kwa ajili ya nafsi yake na kwa watu wa nyumbani kwake. Kwa mtu anapochinja mbuzi mmoja tu, huyo anatosha kwa wazazi wake kama anaishi nao,
anatosha kwa watoto wake anaoishi nao, anatosha kwa mke wake, maadamu anaishi nao wote hao, basi mnyama mmoja, mbuzi mmoja anatosha kwa wote. Isipokuwa maulama wanasema mtu akiwa na watoto wengine ambao wanaishi mbali na wana uwezo wao, nao watoto wale watoto watajichinjia wenyewe, maadamu wana uwezo wa kununua mbuzi na kuchinja. Inna fil udhiyah ihya sunnati abina Ibrahima sallallahu alaihi wasallam, katika kuchinja udhiya ni kuhuisha sunna ya baba yetu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha at-taqarrubu ila Allah ta'ala biiraqati ad-dima, na ndani yake pia kuna kujikurubisha kwa Allah mtukufu kwa kumwaga damu za mnyama huyo. Kwa katika udhiya kuna kuhuisha sunna ya baba yetu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam pale alipoamrishwa kumchinja mwanawe, mtoto wake, halafu akabadilishiwa kwa yule mnyama ambaye ni mbuzi, akamchinja mnyama yule. Kwa hiyo hii ni sunna inaendelea ila yaumil qiyama. Fa inna Allah ta'ala lan yablugha mardatihi luhumu hadhihi al-adhahi wala dima'uha, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hazimfikii radhi zake. Lan yablugha mardatihi luhumu hadhihi al-adhahi wala dima'uha, nyama za hao wanyama hawa wala damu zao haziwezi zikapata na kufikia radhi za Allah. Wa inna ma yanaluhu at-taqwa min abdihi, isipokuwa hupata radhi za Allah taqwa, uchaji Allah, min abdihi, kwa mja wake, wa mahabbatihi lahu, na mja wake kumpenda Allah, wa taqarrubi ilayhi bima yuhibbu, na kujikurubisha kwa Allah kwa mambo anayoyapenda Allah. Haya ndiyo ambayo mtu atapata radhi za Allah kwa mambo haya, si kwa sababu ya damu na nyama za hizi adhahi. Wa fil udhiya at-tawsi'atu 'ala al-ahli wa 'ala al-fuqara'i yawm al-'Eid, pia katika kuchinja udhiya kuna kujipa nafasi kwa mtu wa hali yake, ahli zake, pale watoto wake wanapata kula katika udhiya huyo nyama hizo, na pia kwa mafakiri siku ya Idi, wal ihdai lidhawil qurba wal jiran, na kutoa hidayah nyama hiyo kwa jamaa na majirani. ثم إن إراقة الدم على اسم الله تعالى مشروع في جميع الملل, kisha kumwaga damu za mnyama kwa jina la Allah mtukufu, jambo hili lipo katika mila zote na dini zote. Mimma yadullu ala ahamiyatihi, katika mambo ambayo inafahamisha umuhimu wake. Wa annahu min ajalli at-ta'at allati iqtadat ahamiyatuha an takuna mashru'atan fi kulli milla. Hii ni katika taa tukufu, katika ibada tukufu ambazo umuhimu wake unataka kuwa ni ibada ambayo imewekwa katika kila dini, kama qala ta'ala walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kila umma tumeujalia ibada hii ya kuchinja ili walitaje jina la Allah kwa vile alivyowaruzuku katika wanyama. Qala Ibn Kathir rahimahullah yukhbiru ta'ala annahu lam yazal dhabhu al-manasiki wa iraqatu ad-dima ala ismi Allahi mashru'an fi jami' al-milal. يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. Ibn Kathir rahimahullah anasema, anaelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuchinja wanyama na kumwaga damu zao kwa jina la Allah kunaendelea kuwa ni jambo ambalo ni sheria la kisheria katika dini zote. Wa'lam anna al-udhiyata afdalu min as-sadaqati bi thamaniha, najua kwamba udhiya, kuchinja mnyama huyo, aidha ngamia au ng'ombe au mbuzi, ni bora kuliko kutoa sadaka kwa thamani yake. Ni bora kuchinja udhiya kuliko mtu kutoa sadaka kwa thamani za mnyama huyo. Lima yati, kwa haya yafuatayo. Kwanza, anna dhabha wa iraqat ad-dami ibadatun mushtamilatun ala ta'dhimi Allah ta'ala.
kuchinja na kumwaga damu ni ibada yenye kukusanya kumwadhimisha Allah mtukufu, wa idhari sha'airi dini, na kudhihirisha alama za dini yake. Kuchinja mnyama ni ibada ambayo inakusanya kumwadhimisha Allah na kudhihirisha alama za dini yake. Wa ikhrajul qima ta'tilu lidhalik, na kutoa thamani ni kuharibu jambo hilo, sababu kuna watu wanajifanya wana akili sana, kila jambo watakulifanyia ni kwa thamani. Ukiambia zakatul fitri ni 2.5 kilo za mchele, wanasema basi mimi nitatoa thamani, nitatoa pesa badala ya mchele, nitatoa pesa. Manake yule mtu amepata mchele 10 kilo, kwa mimi nataka kumpa pesa za nyama na za samaki. Hiyo sio lako. Usitie akili yako katika mambo haya ya dini. Zakatul fitri ni mchele, ni chakula, unatakiwa utoe chakula, aidha mchele au chakula chochote. Yule unayempa anachokipenda umpe chakula, usimpe pesa. Ndio hii udhiya. Ndio hii udhiya. Watu wasitie akili zao kwamba atatoa pesa badala ya mbuzi, kununua mbuzi shilingi 5,000, atatoa sadaka shilingi 5,000 au ape watu shilingi 20. Itakuwa hiyo sio udhiya, wala hapati thawabu za udhiya. Kwa hiyo kuchinja mnyama na kumwaga damu, hii ni ibada pekee inayokusanya kumwadhimisha Allah na kudhihirisha alama za dini yake. Ama kutoa thamani ya udhiya, hiyo ni kuharibu hikma hiyo. ثانيا pili, anna al-udhiyata sunnatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa amalu al-muslimin. Udhiya ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alichinja udhiya na ni amali ya Waislamu. Wa lam yunqal anna ahadan minhum akhraja al-qima walau marra, haikunukuliwa kwa yoyote kwamba hao as-salaf walitoa thamani ya udhiya hata mara moja. Walau alimu anna sadaqata afdalu la adalu ilaiha, lau wangejua kwamba kutoa sadaka ni bora zaidi, basi wangefanya hilo la kutoa sadaka wakawacha udhiya. Lakini haifai, haijuzu kutoa thamani ya mnyama huyo. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, fakana adh-dhabhu fi mawdhihi afdala min as-sadaqati bi thamanihi, kwa kuchinja katika mahali pake ni bora zaidi kuliko kutoa sadaka kwa thamani yake. Walau zada min al-hadaya wal adahi fa inna nafsa adh-dhabhi wa iraqata ad-dami maqsudun, lau ilizidi katika hizo hadaya, zawadi na adahi ilizidi thamani, nafsi ya ile kuchinja na kumwaga damu ni jambo linalokusudiwa katika ibada hii. Fa innahu ibadatun maqrunatun bis-salah, kwani kuchinja ni ibada iliyokutanishwa na sala, kama qala ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. Wa qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sema hakika sala yangu na kuchinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu, yote hao ni kwa ajili ya Allah, Mola wa viumbe vyote. Wa fa fi kulli millatin salatun wa nasikatun la yaqumu ghayruhuma maqamahuma, kwa hiyo katika kila dini kuna sala na kuna kuchinja mnyama, ambapo jingine haliwezi kukaa mahali pa sala na kuchinja. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه. لو mtu alitoa sadaka iwe ni badali ya mnyama yule wa mut'a tamattu na mnyama wa qiran, akatoa sadaka kwa zaidi ya thamani za mnyama huyo, lam yakum maqamahu, sadaka hiyo na thamani hiyo haiwezi ikakaa mahali pa mnyama wa tamattu wala mnyama wa qiran. Wakadhalika al-udhiya, vile vile udhiya, thamani pesa haziwezi zikakaa mahali pa thawabu au pa huyo mnyama wa udhiya. واعلم أن الأصل في الأضحية أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه. najua kwamba asli katika mnyama huu wa udhiya ni kwamba natakiwa achinjwe katika wakati wake, min alhayy, kwa aliye hai, achinje mtu aliye hai, an nafsihi, kwa ajili ya nafsi yake,
walahu an yushrika fi thawabiha man shaa, na yajuzu kwake ashirikishe katika thawabu za udhiya anayemtaka amshirikishe katika thawabu hizo, min al-ahyai, katika walio hai, wal amwati, na waliokufa. Nia yake yatilie wale walio hai katika watoto wake na jamaa zake na waliokufa. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dhu al-'amma anna al-udhiyata lil amwati faqat fahadha khata. Ama baadhi ya watu wanavyodhania kwamba udhiya ni kwa waliokufa, wanachinjiwa waliokufa tu, hili ni kosa. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yudhahuna an anfusihim wa ahlihim, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa wakichinjia udhiya kwa nafsi zao na jamaa zao walio hai. أما الأضحية عن الميت منفردا فمن أهل العلم من رخص فيها. أما أضحية kumchinjia maiti udhiya peke yake, kuna katika ahlul ilmi maulama walioruhusu jambo hilo, liannaha naw'un min as-sadaqa, sababu hiyo ni sampuli ya sadaqa udhiya. والصدقة تصح عنه, na sadaka inasihi kumtolea maiti, kama dallat alayhi nusus, kama zilivyofahamisha nususi za hadithi ya jambo hilo. Watamfahu, na sadaka inamfaa maiti insha Allah, akitaka Allah. Kwa kuna katika ahlul ilmi wanaoruhusu mtu kumchinjia maiti wake udhiya. Kuna katika baadhi ya ahli ilmi wanaosema hivyo kwa sababu udhiya ni moja katika sampuli za sadaka, na sadaka yajuzu kumtolea maiti. Wa min ahli ilmi, na kuna katika ahli ilmi man qal innal mayita la yudhaha anhu, maiti hachinjiwi udhiya, liannahu lam yathbut ani nabii sallallahu alaihi wasallam fi dhalika shay'un, kwa sababu haikuthubutu hadithi yoyote kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hilo la kumchinjia udhiya maiti. Hiyo ni dalili moja. Dalili ya pili, waqad matat zawjatuhu Khadija radhiyallahu anha wa ammuhu Hamza radhiyallahu anhu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, alifariki mkewe mama Khadija radhiyallahu anha na ammi yake Mtume sallam Hamza alifariki katika uhai wa Mtume sallam. Wa lam yunqal annahu dhaha an wahidin minhuma, haikunukuliwa kwamba Mtume alimchinjia udhiya yoyote katika hao wawili, si mama Khadija wala si ammi yake Hamza. Wa Khadijatu ahabbu an-nisa'i ilayhi, na mama Khadija ndiyo katika wanawake anaowapenda sana Mtume. Wa ammuhu ahabbu a'mamihi ilayhi, na ammi yake Hamza ni katika ammi zake anaowapenda sana Mtume sallam. Lakini pamoja na hivyo hakuwachinjia udhiya, kuonesha kwamba haijuzu kumchinjia maiti munfaridan peke yake. فإن أوصى الميت بأضحية في ثلث ماله أو جعلها في غلة وقف له فإنه يجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذ ذلك. maiti akihusia udhiya, chinjie udhiya katika theluthi ile ya mali yake, au kujaliwa hiyo udhiya ni katika wakfu wake, hiyo hapo itapasa ni lazima kwa wale wasimamizi wa wakfu au wasia kutekeleza wasia huo. Ikiwa atahusia maiti kwamba katika thuluthi ya mali yake kwamba achinjiwe udhiya, hiyo sasa ni lazima hapo atafanyiwa udhiya huo. Wala yajuzu lahu tasadduq bi thamani al-udhiya, haitajuzu kwa msimamizi huyo kutoa sadaka kwa thamani ya udhiya, liannahu khilafu sunna, sababu hilo ni kinyume cha sunna. Wa taghyiru lilwasiya, na ni kubadilisha huo wasia. Nadhani hapa itakuwa panatosha kwa darasa ya leo. Ni jambo la kuzingatia jambo hili la udhiya kwa yule mwenye uwezo. Ni sunna muakkada kuchinja mnyama huo wa udhiya siku ile ya Idi, lakini pia siku zile za tashriki tatu kama tulivyosoma katika hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.